ni maombi ya kunena kwa lugha. Aina ya tatu ni maombi ya kunena kwa lugha. Aina ya tatu ni maombi ya kunena kwa lugha. Maombi ya kunena kwa lugha ni aina ya maombi ambayo Mkristo anaomba kwa kuwezeshwa na Roho Mtakatifu kuzungumza lugha isiyotamkika katika hali ya kawaida, bali ni katika uweza wa Roho peke yake. Maombi ya kunena kwa lugha ni aina ya maombi ambayo Mkristo anaomba kwa kuwezeshwa na Roho Mtakatifu kuzungumza lugha isiyotamkika katika hali ya kawaida, bali ni katika uweza wa Roho peke yake. Kwa tunapokuja kwenye hii aina ya tatu ya maombi ya kunena kwa lugha, tunakuwa tunaongelea ile aina ya maombi ambayo Mkristo unaweza ukakaa kuomba mbele za Mungu katika namna ambayo utaomba kwa lugha usiyoijua. Utaomba kwa lugha ambayo hukujifunza mahala, ila ni Roho Mtakatifu anakuwezesha kuomba kwa lugha isiyotamkika kawaida, kwa lugha isiyozungumzika kawaida, bali inakuwa ni lugha ya uweza wa Roho Mtakatifu mwenyewe katika kuomba. Si kama tuko pamoja? Kitabu kile cha Warumi sura ya 8 ule mstari wa 26 kinatueleza vizuri. Warumi sura ya 8 mstari wa 26. Warumi sura ya 8 mstari wa 26 inasema, kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Kwa hiyo tunaelezwa wazi kwamba hatujui kuomba jinsi tupasavyo. Pointi yangu ya msingi ni hapa anaposema Roho mwenyewe hutusaidia kuomba kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na ndiyo maana kunena kwa lugha ni maombi ya kuongea lugha isiyotamkika kawaida. Si kama tuko pamoja, kanisa la Mungu? Kunena kwa lugha ni maombi ya mazungumzo ya siri kati ya muombaji na Mungu. Kunena kwa lugha ni maombi ya mazungumzo ya siri kati ya muombaji na Mungu, ambaye wanazungumza kwa lugha ya rohoni isiyoeleweka katika akili ya kibinadamu au elimu ya kibinadamu. Ni mazungumzo ya siri kati ya muombaji na Mungu. Wanazungumza katika lugha ya rohoni, na wakati mwingine hata yule anayeomba anakuwa anaomba huku anazungumza ile lugha, huku yeye mwenyewe haielewi lugha anayoizungumza, ila tu anasikia msukumo huku ndani, kwa sababu kunena kwa lugha huwa kunatokana na msukumo wa kimungu unaosukuma kwenye moyo wako kunena hiyo lugha. Kunena kwa lugha huwa kunatokana na msukumo wa kimungu unaokusukuma ndani ya moyo wako kunena hiyo lugha. Kinakuwa kinasukuma tu huku ndani, wewe unajikuta tu unanena kandarabushaka riandarabusheke rika sakata rama koriaka reke yekete. Yaani unakuwa tu unanena namna hiyo, kitu kinasukuma huku ndani kunena. Na we mwenyewe unayenena wakati mwingine unakuwa hauelewi hiyo lugha, huijui hiyo lugha, ila ulimi unajipeleka wenyewe kwenye kuinena. Ulimi unajipeleka wenyewe. Kunena kwa lugha hakutokani na mtu kupanga kwamba napanga maneno nitakayonena. Tofauti na maombi ya sala, unaweza ukapanga leo tasali sala ya Baba Yetu na Salamu Maria. Maombi ya mazungumzo unaweza ukapanga kwamba leo taenda nikamuombe Mungu juu ya kuombea taifa la Tanzania. Umepanga kabisa. Taanza kwa toba, tashukuru kwa ajili ya taifa, baadaye taomba neema ya wokovu kwa watu wa taifa la Tanzania. Umepanga. Ila kunena kwa lugha hakuko hivyo. Wewe unaenda tu kuomba ukiwa na ajenda zako,
nyingine kabisa, ila ghafla katikati ya we kuomba, Roho Mtakatifu anainterfere, anaingilia, anaanza kukuwezesha kunena katika maneno ambayo hukuwa umepanga kama utanena. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza ile sura ya 14 mstari wa 2 hadi wa 4, kuna kitu tutapata pale. Waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto ile sura ya 14 mstari wa 2 hadi wa 4. Waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 14 mstari wa 2 hadi wa 4 inasema namna hii: maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali husema na Mungu. Maana hakuna asikiaye, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Bali yeye ahutubuye, umesikia? Yeye ahutubuye, anasema huwajenga, asema na watu maneno ya kuwajenga na kuwafariji na kuwatia moyo. Yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake, bali ahutubuye hulijenga kanisa. Umeona hiyo? Kwamba anayenena kwa lugha anaongea na Mungu mambo ya sirini. Kuna watu huwa wanasema huyu mtu ananena kwa lugha hata hatumuelewi anaongea nini. Nisikilize, huna haja ya kumuelewa, kwa sababu kunena kwa lugha ni mazungumzo yanayenena na Mungu ya siri. Sasa wewe unataka ujue siri za watu zinakuhusu nini? Lakini pia wewe mwenyewe unatakiwa utambue kunena kwa lugha sio karama ya kunena na watu, ni ya kunena na Mungu. Ila kuhutubu, yani kuhubiri au kufundisha, kama muda huu unapofundisha hapa, huku ndio kuongea na watu ambako unatakiwa unielewe. Nikisimama hapa nikaanza kunena kwa lugha afu nikasema nimemaliza, utaondoka hujaelewa kitu. Lakini hivi ninavyoongea lugha ambayo unaielewa, naamini unanielewa. Amen. Sema amen tena kwa jina la Yesu. Kunena kwa lugha ni karama ya Roho Mtakatifu, sio uganga wa kienyeji. Kunena kwa lugha ni karama ya Roho Mtakatifu, sio chombo cha maigizo na maonyesho. Kunena kwa lugha ni karama ya Roho Mtakatifu, tukiwa tunamaanisha ni uwezo wa Mungu ndani ya mtu. Kile kitabu cha Wakorinto sura ya 12 kinatupa ushahidi mzuri zaidi. Wakorinto sura ya kwanza ule mstari wa 12, mstari wa 4 hadi wa 11. Wakorinto wa kwanza sura ya 12 mstari wa 4 hadi wa 11. Kuna kitu tutapata pale. Wakorinto wa kwanza sura ya 12 mstari wa 4 hadi wa 11 inasema namna hii: basi pana tofauti ya karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa, apendavyo Roho yeye yule. Mwingine imani katika Roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika Roho yeye yule, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule, akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Kwa Biblia inatueleza wazi kwamba pana karama nyingi za Roho. Kuna karama ya miujiza, kuna karama ya unabii, kuna karama ya kupambanua roho, kuna karama zinatajwa pale za neno la maarifa, neno la hekima zinatajwa pale, na ikiwemo na karama ya aina za lugha ambayo ndio kunena kwa lugha, na yenyewe pia inatajwa miongoni mwa karama za Roho Mtakatifu. Na Biblia inasema karama zote hizi Roho Mtakatifu humgawia kila mtu kama apendavyo yeye kugawa. Kwa hiyo hata kunena kwa lugha ni kipawa unachogawiwa na Roho Mtakatifu.
Ukiona mtu ananena kwa lugha, jua amepewa hiyo karama na Roho Mtakatifu. Ndiyo maana si kila mtu anaweza kunena kwa lugha, bali ni yule pekee aliyegawiwa na Roho Mtakatifu huo uwezo wa kunena kwa lugha. Ni muhimu muombaji kuwa na uwezo wa kunena kwa lugha. Sio lazima, ila ni muhimu. Ujue kuna utofauti kati ya lazima na muhimu. Ni muhimu kwa muombaji kuwa na uwezo wa kunena kwa lugha. Tamani uwe na hii karama ya kunena kwa lugha. Na ndiyo maana ukiwa muombaji unatakiwa umuombe Mungu mara kwa mara. Muombe Mungu mara kwa mara akujalie na akuwezeshe uwezo wa kunena kwa lugha. Kama unao, hongera. Ila kama hauna, ingia kwenye maombi mara kwa mara, sali. Ikiwezekana hata weka novena, mwambie Roho Mtakatifu, nisaidie nipate uwezo wa kunena kwa lugha, kwa sababu itakuwezesha kumtumikia Mungu katika viwango vya juu zaidi ya hivyo unavyotumika sasa. Utafanya maombi ya kiutu uzima zaidi ya hayo unayoyafanya sasa, kwa sababu katika kunena kwa lugha Mungu atakuwa anakutumia kufanya operational prayer, maombi ya operesheni maalum, maombi ya kushughulikia shida fulani nzito atakuwa anakutumia, tofauti na ukiwa hauna uwezo wa kunena kwa lugha. Faida mojawapo unayopata ukinena kwa lugha kama muombaji, utatumiwa kwenye maombi ya mambo mazito, operesheni ngumu, maombi ya kispecialisti utatumiwa sana. Si kwamba ukiwa hauneni kwa lugha hautatumiwa, unaweza ukatumiwa kwa sababu Mungu hakaliliki. Ila mara nyingi Mungu huwa anawatumia wenye kunena kwa lugha kwenye operational specific prayer, maombi ya kispecialisti tunayaita namna hiyo. Nisikilize nikurudishe tena kwenye Warumi 8:26. Naomba nikurudishe tena kwenye Warumi 8:26. Inasema, kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu, kwa sababu hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Natamani usikie anaposema hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Kwa hiyo unaweza ukawa unajua kuomba ila usijue kuomba jinsi inavyopaswa uombe. Kila mtu anaomba, ila si wote wanaoomba jinsi itupasavyo kuomba. Ngoja nikwambie kitu. Wanaweza wakaingia wanafunzi 40 kufanya mtihani, ila wakafaulu 20. Si kwamba wengine hawakufanya mtihani, walifanya, ila hawakujibu maswali jinsi ipasavyo kujibiwa. Ndio maana hawajafaulu vizuri. Anayefaulu mtihani ni yule anayejibu maswali ipasavyo kujibiwa. Kwa kumbe shida sio kujibu maswali, ila umejibu ipasavyo. Kujibu ipasavyo ndo kunaleta matokeo ya ufaulu. Ndivyo na kwenye maombi pia. Kila mtu anaomba, ila si wote wanaomba inavyopaswa kuomba. Na ndio maana unaweza ukaombea hitaji fulani lisijibiwe, ila akaenda kuombea mtu mwingine hitaji hilo likajibiwa. Kwa nini? Kwa sababu mmoja aliomba isivyopaswa, mwingine ameomba ipasavyo kuomba. Hata Yohana anatuambia ujasiri tulio nao ni kwa sababu tunaomba sawasawa na mapenzi yake. Kwa kuomba kunatakiwa kuwe ni sawasawa na mapenzi yake, ipasavyo mapenzi yake. Asa katika kunena kwa lugha, Biblia inasema Roho hutusaidia kunena, kuugua, kunena kwa lugha ili tuombe ipasavyo kuomba. Kwa hiyo kunena kwa lugha ni karama inayokuwezesha uombe inavyopaswa uombe. Tafsiri nyingine ni nini? Ni kwamba ukinena kwa lugha una high possibility ya kujibiwa, tofauti na ukiomba bila kunena kwa lugha. Asa nisikilize polepole. Haina maana ya kwamba ukiomba kawaida haujibiwi. Naomba unielewe. Nimesema hivi, ukiomba kwa kunena kwa lugha una uwezekano mkubwa. Kwa nini? Kwa sababu hujaomba wewe, ameomba Roho ndani yako.
Kunena kwa lugha sio kujiombea wewe, ni Roho Mtakatifu anaomba kwa niaba yako. Tutaelewana tu pole pole. Kumbuka hii ni shule ya maombezi, kwa lazima tufundishane vitu vya kuchanganya akili, na Mungu akupe kutokuchanganyikiwa, akupe kuelewa. Sema amen kwa jina la Yesu. Ukipewa uwezo wa kunena kwa lugha, ukipewa uwezo wa kunena kwa lugha, kuna mambo yataambatana kwenye maisha yako ili unene vizuri. Ukipewa uwezo wa kunena kwa lugha, kuna mambo yataambatana kwenye maisha yako ili unene vizuri. Kwanza, kuna wakati msukumo wa kunena utakuijia ukiwa katikati ya sala kawaida. Utakuwa unashangaa tu, upo kawaida unasali na wala hujajipanga unene, umejipanga tu usali kawaida. Ila pale unaposali kawaida, utakuwa unashangaa kunena kwa lugha kuna kuijia ghafla. Na ndio maana si ajabu unamkuta mtu anaomba na katikati, na alianza kuomba kawaida tu, Baba katika jina la Yesu, Baba ninaomba ulinzi, Baba ninaomba amani, ora pashikete, ora pakayaka. Kwa alianza kuomba kawaida, anajikuta anaanza kunena kwa lugha. Ndio huwa inatokeaga hivyo mara nyingi. Kwa ikikutokea hivyo, usibadilishe ukaanza kusema kwa Kiswahili. Endelea kuufuata huo msukumo, kwa sababu pale ulipokuwa unasema kwa Kiswahili ilikuwa ni Roho Mtakatifu amekuongoza uombe hivyo. Pale unapoanza kunena unakuwa sio wewe kabisa, huyo ni Roho 100%. Nisikilize pole pole. Kuomba kwa lugha ya kawaida ile unayoifahamu, unaweza ukaomba kwa Kiingereza na unakifahamu Kiingereza. Unaweza ukaomba kwa Kiswahili na unakifahamu Kiswahili. Ile unakuwa unaomba wewe na Roho Mtakatifu mnashirikiana. Wewe unaomba 40%, Roho Mtakatifu anaomba 60%. Ila kunena kwa lugha ni 99.9 ni Roho Mtakatifu ndiye anayeomba. Kunena kwa lugha ni 99.9 ni Roho Mtakatifu ndiye anayeomba. Ile moja inayobaki ni ya ule sasa ubinadamu wako, kwa sababu anatumia ulimi wako na mdomo wako na nguvu za mwili wako kuomba. Na ndio maana ukianza kuomba kwa Kiswahili, gia ikajichange hewani ikawa ni ya kunena, usibadilishe. Shida moja inayowasumbuaga waombaji wengi, unakuta muombaji yuko anaomba kwa kawaida, anaanza kunena, anaanza kuogopa, anaanza kujihubiria kwenye akili, ananena huko anajihubiria, rabasheke, anajihubiria. Hivi ni Roho Mtakatifu au unajidanganya? Sije ikawa ni pepo la uaguzi limenivamia. Ni Roho Mtakatifu kweli huyu? Anaanza kuomba kwa Kiswahili. Mpendwa, Roho Mtakatifu anapokuijia katika kunena kwa lugha, usimkatishe kwa uoga wa kibinadamu, usimkatishe kwa mitazamo mibovu ulio nayo. We imarisha imani yako kwenye eneo la kunena kwa lugha, kwamba it is not demonic power, it is a Holy Spirit power. Be matured, kuwa mkomavu wa kiroho, kwamba sio nguvu za giza, ni Roho wa Bwana. Mungu akusaidia kuanzia leo. Wengine wanasema kwenye kanisa letu hakunaga kunena kwa lugha. Wewe ni muongo na haulijui kanisa Katoliki. Hulijui. Ukiona mtu anakuambia kanisa Katoliki hamna kunena kwa lugha, ni muongo, halijui kanisa Katoliki. Hakuna mahala wa Katoliki tumekatazwa kunena kwa lugha. Hakuna. Ila tunafundishwa kunena kwa lugha kama ninavyoendelea kufundisha mahali hapa. Jambo la pili ambalo linaweza likatokea, kuna wakati msukumo wa kunena kwa lugha utakuijia ukiwa mahala popote pale. Msukumo wa kunena kwa lugha unaweza ukakuijia ukiwa mahala popote pale. Msukumo wa kunena kwa lugha unaweza ukakuijia ukiwa mahala popote pale. Unaweza ukawa labda upo kwenye gari umekaa, unashangaa tu ghafla huko moyoni sauti inaanza kunena kwa lugha. Kwa mfano, kuna wakati mimi nakuaga nasafiri, niko kwenye basi, ghafla nashangaa naanza kusikia msukumo fulani moyoni, hali fulani na nikeleketa moyoni ninene kwa lugha. Naanza tu kunena, unajikuta nimenena hata masaa 3, hata safari nzima nanena tu mpaka tunafika, nanena tu kwa lugha na sichoki, siishiwi maneno,
kwa sababu siombi mimi muda huo, ni Roho Mtakatifu. Mimi nimemwachia tu uhuru, tumia Baba, huu mwili ni wako, tumia Baba, tumia. Kuna wakati naweza nikawa naenda sehemu, natembea barabarani, najisikia tu kunena. Kwa unakuta natembea naenda sehemu, huku njiani natembea huku nanena kwa lugha. Nanena kwa lugha. Na unaweza ukakutana na mimi ukanisalimia hata nisikuitikie, kwa sababu unaona utaniconfuse kwenye kunena kwa lugha. Hujasoma kwenye Biblia, kuna watu Mungu alikuwa anawaambia na kutuma sehemu fulani usisalimiane na mtu njiani. Kwa kuna wakati Mungu kabisa anakunyima hata kusalimiana na watu. Unatembea tu hivi barabarani, unanena tu huku moyoni, kwa siri unanena tu moyoni. Kwa pia Mungu akikupa uwezo wa kunena kwa lugha, ukijikuta ghafla unatembea, hayo maombi yanakuijia moyoni, usiyazuie, jiachie kwa Bwana, kwa sababu ni Roho Mtakatifu anakuwa anaomba. Na anapokuletea msukumo wa kunena namna hiyo, jua kuna jambo la siri kwenye ulimwengu wa roho anakuwa analishughulikia. Na ndio maana tuliambiwa anayenena uzungumza na roho mambo ya sirini. Kwa kuna jambo la sirini anakuwa analishughulikia. Baadaye utaona matokeo yake, ndio utaelewa, kumbe ni kwa nini nilikuwa nanena kwa lugha muda ule. Nakumbuka kuna mtu mmoja alikuwaga anataka kwenda kuoga. Yuko tu anajisikia kunena kwa lugha huko, anasubiri yale maji yawe ya moto. Anasikia tu kunena, ananena, akachukua maji ya kuoga. Anaandaa maji ya kuoga huku moyoni tu ananena kwa lugha, rakashekete. Kimoyo tu ananena, ramakoriata, ramakashakata, ramakariakate. Anaandaa maji akapeleka bafuni, ameanza kuoga. Katikati ya kuoga, ghafla akashangaa anateleza. Mguu ukaenda ukakita kwenye sinki la chooni. Sababu kuna yale mabafu yanakuaga double, choo umo na bafu umo. Akaenda akakita mguu kwenye bafu la chooni. Lakini mguu haukuvunjika, haukuteguka, haukukatika, hakuumia. Akainuka, kaendelea tu kunena. Afu alivyoinuka, cha ajabu, ameinuka tu akajikuta kunena kwa lugha kunaisha, anaanza kuomba kwa Kiswahili. Baba, asante, umeniepusha na hii hatari. Asante Baba, walikusudia leo nikatike mguu, lakini Baba sijakatika mguu. Mungu unanipenda. Ndiye akaelewa kwamba kumbe muda wote huu nilipokuwa nanena kwa lugha ilikuwa Mungu ameniingiza vitani, nizuie hii vita ya kukatika mguu. Yuko mtu mwingine alikuwa ni mfanyabiashara. Ameamka asubuhi, anasali sala za kawaida ili aende dukani kwake. Ghafla njiani anaenda kupanda daladala, anasikia tu kunena kwa lugha. Ameingia kwenye daladala, anasikia tu kunena kwa lugha. Anafika pale dukani kwake, anakuta watu wamezingira pale nje. Anasema, kuna nini? Anasogea pale, anaambiwa, tumekuja hapa, tumekuta kuna jamaa anahangaika kufungua kufuli hapa, aingie akuibie. Yule pale tumemshika, wamempiga huyo mtu vibaya mno. Sasa ndo akaanza kuwaza, Mungu wangu, humu ndani dukani kuna hela za chama ambazo ni zaidi ya milioni 20. Nilikuwa natakiwa leo nisipeleke benki mchana. Hela za chama zingeibiwa, siji kama wanachama wangenielewa. Kwa hiyo akawa ameelewa kwamba kumbe muda wote nimeamka, muda wote najiandaa kuja kazini, natembea barabarani kwenye daladala na nena tu kwa lugha moyoni. Kumbe Mungu alikuwa ananisukuma niombee kule dukani ule mwizi asifanikiwe kuiba. Lakini pia yuko mtu mwingine, alikuwa ni mwanamke. Mume wake alimuaga, anaenda safarini. Akamuombea mume wake, ile tu mume wake anamtumia meseji kwamba dia tumeanza safari. Ghafla akaanza kujisikia kitu moyoni kinamkeleketa kunena kwa lugha, akaanza kunena, akanena. Yaani ananena, kinaisha, anakaa tena, anaendelea na kazi zake, kinarudi tena hicho kitu moyoni, kinaanza tena kumkeleketa, akaendelea tena, akanena, kikaisha, anaendelea na shughuli zake. Yaani ikawa ni kama kamchezo kakutwa nzima. Mume wake alipomtumia tu meseji, tumefika salama ila kuna kitu takuambia, na hicho kitu kikapotea. Ghafla akajikuta anaanza tu kuimba, Baba ninakushukuru kwa kuwa umwema Baba. Ndio akaelewa
Ina maana kumbe muda wote nilikuwa nanena, nilikuwa namuombea mume wangu. Usiku alipoongea na mume wake sasa, mume wake akamwambia, tumekoswa leo na ajali hizi nne. Ya kwanza cruiser, ya pili nusu tugongane na lori, ya tatu nusu tudumbukie shimoni, ya nne nusu tukagonge mti. Hizi 4 tumeokolewa tu kimungu. Ndio akaelewa kumbe ni yale maombi aliyokuwa ananena kwa lugha, alikuwa anaombea safari ya mume wake. Mtu wa Mungu, ukikuijia msukumo wa kunena, usiukatishe. Ninayo mengi ya kukwambia, ila kwa